Wakazi wa Bunyala Kusini, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, walioathirika na mafuriko ambao baadhi yao hadi sasa wanaishi kwenye kambi tangu mwaka wa 2019, wanataka tume ya ufisadi nchini EACC ichunguze madai kwamba serikali ya Busia iliwajengea nyumba 800 kama afueni wa mafuriko hayo. Niko kwa ile list ya kwamba pia mimi nilijengewa nyumba na kaunti ya Busia. So nilishangaa sana kwa sababu mimi hata nyumba yangu nilijenga 2006. Jina langu pia likasoma katika hiyo list, jina la mama yangu pia likasoma katika hiyo list, jina la brother zangu wawili pia wakasoma katika hiyo list. Nijenga hata kabla hii regime. Mimi kujengewa nyumba. Watoto wangu ndio walijenga hii nyumba. Kuna kitu chochote, hata mabati, hata miti, hata nini. Mimi mwenyewe watoto ndio walifanya hiyo vitu. Sasa nilisituka kama wanakuja anasema alimjengea nyumba. Ni baadhi ya wakazi wa Bunyala Kusini kupinga madai ya wao kujengewa nyumba na serikali ya Busia kupitia kwa idara ya majanga katika mwaka wa kifedha wa 2023-2024. Kama hizo pesa zilitoka kwa county government zikakuja kujengea nyumba, ziko wapi? Tunazitaka zikuje, kwa sababu vile majina yetu yalitajwa tulijengewa nyumba. Tunataka hizo nyumba zikuje zijengwe kwa maboma yetu, na kama hawawezi kufanya hivyo then itabidi tuchukue step nyingine ambayo sasa ni kwenda kwa koti. Watu wa EACC pia tunasema lazima wafuatilie hiyo report. Auditor General tunaomba pia afuatilie hiyo report, kwa sababu ni kama pesa ziko na zilikudwa na watu fulani. Wanadai baadhi ya wale wanaodaiwa kujengewa nyumba hizo walifariki zaidi ya miaka 10 iliyopita. Majina mengine alikuanga pale, watu walishakufa kitambo sana. Mimi brother yangu mmoja alikufa, aliweza kufariki miaka ya nyuma huko 2013. Nilishangaa jina lake linasoma katika hiyo list kwamba yeye pia alijengewa nyumba. Sasa kama huu ni uongozi ama kama hii ni kazi ya viongozi ambao tuliwachagua kwenda kutufanyia representation na legislation, kama hii ndio kazi wanatufanyia, sijui ni kazi gani. Wakiwa wenye hasira wanasema ni kinaa serikali ya Busia kutoa ripoti kama hiyo ilhali bado wanaishi kambini. Watu bado wako kwa tent. Hata mimi saa hii ukikuja nyumbani kwetu nitakuonyesha nyumba ya mama yangu, jina lake liko humo ndani. Amejenga nyumba na juu amefunika na kapera. County inajenga nyumba za kufunikwa na kapera. County inajenga nyumba za nyazi ambao wanasema kwamba county imetujengea nyumba. Waache kutuchezea. Wametukula sana na hasa tumeanza kuwashika. Sasa wanamtaka gavana wa Busia Dr. Paul Otuoma aingilie kati kwa haraka na kuutaja kama ufisadi wa hali ya juu. Hawa hata sio ufisadi, they are looting. Hawa wananyang'anya mali ya wananchi. Hii Busia County, the current administration inanyang'anya mali ya inatunyang'anya. They are just looting kila kitu. Wanaiba left right, wanaiba all departments, wanaloot kila kitu wanamaliza. Kama governor wa Busia County hawezi chukua hatua kwa hizi vitu zenye zinafanyika, kujengewa nyumba. Ripoti hii inatolewa miezi michache tu baada ya kamati ya bunge kupitia kwa vikao vya wazi kutaja serikali ya Busia kuwa na kiwango cha juu cha ufisadi. Mwenyekiti wa kamati ya uwazi wa miradi ya serikali ya Busia Dr. Irute akikiri kuwa na ripoti hii tatanishi anayosema anaishughulikia ipasavyo. Nikiripotia meza ya kurunzi ya MMU Radio, langu jina ni Jeff Asenex. Na shukrani sana Jeff Asenex kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo ni kwamba Wizara ya Elimu imetangaza kuwa matokeo ya tathmini ya mtihani ya kitaifa